Marekani inaandaa vikwazo vikali ambavyo vitauangusha utawala wa Rais Vladimir Putin. Sheria hiyo inaweza kulenga taifa lolote linalodumisha biashara na nchi ya Urusi, kulingana na Rais wa Marekani Donald Trump. Wanachama wa Republican nchini Marekani wapo katika mipango ya kutayarisha sheria kali ya kuwekea vikwazo nchi yoyote inayofanya biashara na Urusi. Rais Donald Trump ametangaza akiamini kwamba huu ndio utakuwa mpango madhubuti wa kuweza kuhakikisha Urusi inaachana na mpango wake wa vita huko nchini Ukraine na hatimaye hata kuanguka kwa serikali ya Vladimir Putin. Tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine, Amerika na washirika wake wa NATO pamoja na Umoja wa Ulaya wameiwekea Urusi vikwazo visivyokuwa na kifani kwa lengo la kudhoofisha uchumi wake. Moscow imekashifu mara kwa mara vikwazo hivyo kuwa havina tija na ni haramu, ikidai vinawarudisha nyuma wale wanaoviweka. Urusi inashikilia kuwa uchumi wake umebadilika kwa kuelekeza biashara kwenye masoko yasiyokuwa ya magharibi. Wa Republican wanaweka sheria ambayo ni vikwazo vikali sana na kadhalika kwa nchi yoyote inayofanya biashara na Urusi. Trump aliwaambia waandishi wa habari mnamo siku ya Jumapili ya wiki iliyopita, "Nasikia wanafanya hivyo na hivyo ni sawa na mimi," aliongeza. "Wanaweza kuongeza Iran pia kwa hilo, nilipendekeza." Kiongozi wa wengi katika Seneti John Thune alionyesha mwezi uliopita kwamba alikuwa tayari kuleta katika sheria ya kupiga kura ambayo ilitetewa kwa muda mrefu na Seneta Lindsey Graham ili kuweka vikwazo vya kuvunja kwa Urusi, ingawa alisita kuweka makataa madhubuti. Mswada huo utampa Trump uwezo wa kutoza ushuru wa 1% hadi 500 kwa uagizaji kutoka kwa nchi zinazonunua mafuta ya Urusi, gesi, urani na bidhaa zingine ikiwa Urusi haitakubali amani ya kudumu na Ukraine. Mswada huo unalenga China na India, watumiaji wakuu wa nishati ya Urusi, na baadhi ya mataifa mengine ya Asia na hata baadhi ya mataifa ya Ulaya. Mapema mwaka huu Trump alitangaza kutoza ushuru wa 25% kwa India kama adhabu kwa ununuzi wake wa mafuta ya Urusi, akidai biashara hiyo ilikuwa inasaidia Moscow kurefusha mzozo wake, kwa maana Urusi ilikuwa ikipata fedha kupitia mafuta ambayo ilikuwa kinunuliwa na nchi ya Urusi na nchi ya India. Sheria inayokuja ingepanua safu ya vizuizi vilivyotekelezwa na utawala wa Trump katika miezi ya hivi karibuni. Mwezi uliopita ikulu ya White House iliweka vikwazo katika makampuni ya mafuta ya Lukoil na mzalishaji mwingine mkubwa wa mafuta wa Urusi, kampuni ya Rosneft, pamoja na kampuni tanzu zao, ikitolea mfano kile Trump alichokitaja kama kujitolea kwa mchakato wa amani wa Ukraine kwa upande wa Moscow. Wizara ya fedha ya Urusi ilisema hapo awali kwamba katika tukio la vikwazo vya kukandamiza na kuanzishwa, Urusi itabadilisha usambazaji wa bidhaa ambazo haziruhusiwi kuuzwa nje kwenda Marekani. Lakini pia Urusi inatengeneza mipango ya kuweza kupambana na vikwazo vinavyowekwa na Marekani na washirika wake wa magharibi, ikiwa ni pamoja na vikwazo hivi ambavyo rais wa Marekani anaviandaa kwa ajili ya kuiwekea Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.